Yes, shalom. Leo nimesukumwa kuzungumza tena juu ya ndoto, na nitazungumza juu ya ndoto ambazo zinaashiria kwamba unateseka na roho ya kukwama, stagnation spirit au delay spirit. Roho hizi mbili zikiwa kwenye maisha yako, ni vigumu sana kuweza kufika kwenye hatima yako. Inaitwa ni stagnation spirit, unakwama kimaisha, hauendi tena kimaisha, na delaying spirit ni roho ambazo zinakuchelewesha kuingia kwenye hatima yako. Hautaweza kuingia kwenye hatima yako, hautaingia kwenye hatima ya mahusiano, hautaingia kwenye hatima ya ndoa, hautaingia kwenye hatima ya kazi. Hakuna, ukiwa na ndoto hizi ninazozizungumza, hakuna kitu chochote utakachoweza kukifanya kwenye maisha yako na kikafanikiwa. Na hakuna kitu kinachonishangaza kuona vile ambavyo watu wengi wanadharau ndoto zao. Kwa hiyo hizi ndoto zote nitakazozitaja zitaashiria kama hautafanya kitu cha kiroho kuziondoa, hakuna namna unaweza ukafika kwenye hatima yako. Ndoto ya kwanza, kuona polisi au wanajeshi kwenye ndoto zako. Kuona polisi au wanajeshi kwenye ndoto zako. Polisi au wanajeshi kwenye ndoto zako, hizi ni roho, ni demon, ni mapepo. Haya ni mapepo yaliyotumwa kuja kukuzuia usiweze kuingia kwenye hatima yako. Once unaota wanajeshi au polisi kwenye ndoto zako, hizi ni roho zilizokutumwa kuja kukuzuia. Hautaweza kuingia kwenye hatima yako, hautaweza kuingia kwenye ndoa, hautaweza kuingia kwenye kazi, hautaweza kupata biashara. Hizi ni roho zimekuja kukustop. You cannot enter into your place of rest. You cannot enter into your place of your destiny. Kama maombi na jambo la kiroho halitachukuliwa, kama ni mtu umekuwa ukiota hawa polisi au wanajeshi kwenye ndoto zako, hizi ni roho za mizimu zilizotumwa kuja kukuzuia. Hautaweza kuingia kwenye hatima yako. Ndoto ya pili, kuona umefungwa mikono yako au kuona umefungwa kwenye vyumba vya giza. Uko kwenye nyumba ya giza, umefungiwa huko. Hizi ni roho kuota mikono yako imekuwa handkerchiefed, umefungwa mikono, umefungwa miguu, umefungwa na minyororo, umefungiwa kwenye vyumba vya giza. Hii ni ishara ya kukuambia kwamba ni roho zimefunga mikono yako. Umefungwa usipokee vitu. Kuna vitu hautavipokea, kuna vitu hautaweza kuvipokea. Hautapata ndoa, hautapata pesa, kuna vitu hutapata watoto. Hizi ni roho zimekufunga. Na kama maombi hayatachukuliwa, hakuna namna. Kuna vitu fulani hautaweza kuvipata kwenye maisha yako. Kuna vitu fulani hautaweza kuvipata kwenye maisha yako. Ndoto ya tatu ni ndoto ya kuona unatembea kwa miguu, walking bare feet. Kuota unatembea kwa miguu. Miguu kiroho inaashiria authority. Miguu kiroho inaashiria authority. Pale ambapo utaota ndoto unatembea kwa miguu, aidha uko peku au unatembea tu barabarani, unaenda sehemu usizozijua, you are wandering out, unatembea tu uko barabarani kwa miguu, unatembea kwenye misitu. Hii ndoto inaashiria kwamba umeondolewa mamlaka kwenye miguu yako. Kuna maeneo hautaweza kuingia. Kwenye miguu yako ndio inakupeleka kwenye sehemu ya hatima yako. Kwa unapoona unatembea kwa miguu barabarani, uko kwenye masoko unatembea kwa miguu, manake ile mamlaka kwenye miguu yako imeondolewa. Hautaweza tena kwenda kwenye zile sehemu za ukuu. Hutafika kwenye ukuu wako. Aidha watu wengi hawa watu wanaota wanatembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, naona kuna kutembea kwa basi. Uko kwenye basi, uko kwenye ndege, umepanda baiskeli, lakini unaota unatembea na miguu yako. Ndoto hii inaashiria kwamba ile mamlaka, authority yako imeondolewa. Na mara nyingi watu hawa wanaota wanatembea kwa miguu, walking by foot, watu hawa ni watu wenye vitu vikubwa sana. Authority manake ni nini? Ni kukupeleka territory nyingine, mipaka mingine. Ni wale watu international. Lakini kuota unatembea kwa miguu manake ile authority ya kukupeleka kwenye yale maeneo ambao ulikuwa unapaswa ukakae kule, ukaishi huko, hiyo authority imeondolewa. I am praying for you. Chochote kilichokuondolea mamlaka yako kwenye miguu yako,
ili usiweze kufika tena pale ambapo ulikuwa unapaswa kufika, kikafe kwa jina la Yesu. If you are watching me for the first time, unaweza ukaenda kwenye ukurasa huu ukanifollow, alafu kwa sababu nitaendelea kushare ndoto zikakusaidia na tukaomba pamoja. Kwa please, kama unanifuatilia kwa mara ya kwanza, hakikisha unanifollow, alafu pia nisaidie kuclick share button, share na watu wengine ili tuone namna ya kuwasaidia. Ndoto ya tatu ni ndoto ni ndoto ya kuona umeachwa na usafiri. Ni ndoto ya kuona umeachwa na usafiri. Aidha ulikuwa unasafiri, basi likakuacha, ndege ikakuacha, ulikuwa unasafiri ukaachwa. Hii ni ndege ya kwamba hii ni ndoto ya kwamba una spirit of delay. Nilishaeleza sana juu ya hizi ndoto. Ndoto zote za kuota umeachwa na usafiri ni ndoto za kwamba una spirit of delay. Hautaweza kufika tena kwenye hatima yako. Hautaweza kufika kwenye hatima yako. Ndoto nyingine ni ndoto ya kuota unanyolewa nywele. Watu wa Mungu, nywele ni utukufu wako. Your glory. Kichwa chako ni symbol ya mafanikio. Mungu anaweka mafanikio kwenye kichwa chako. Chochote kinachohusiana na kichwa chako au nywele zako, utukufu wako umeondoka, mafanikio yako yameondoka, nguvu zako zimeondoka. Kumbuka kwa habari ya Samsoni, aliponyolewa zile nywele zake, maandiko yanatuambia nguvu zake ziliondoka, uwezo wake umeondoka. Na kwa sababu aibu inakuja, unapoondolewa utukufu wako, aibu inakuja. Ndio maana utajikuta unaanzisha mahusiano hayafiki mwisho. Unaanzisha hiki hakifiki mwisho. Ni unakuwa unaishia kwenye aibu tu. Unaishia kwenye aibu tu. Ndoto nyingine ni ya kujiona kijijini au shule ulizosoma zamani kijijini, au nyumba ulizoishi zamani, au shule ulizosoma zamani. Ndoto hizi zote zinaashiria kwamba una roho ya kukuchelewesha. Stagnation, backwardness. Unafanya hiki unarudi nyuma, unaenda hatua 6 mbele, unarudi unaenda hatua 6 mbele, unarudi 6 nyuma. Hauwezi ukaenda mbele kabisa. Spirit of backwardness. Kuona uko uchi. Utukufu wako umeondoka, ukuu wako umeondoka, aibu. Kuona unafanya tendo la ndoa. Ndoto za kuona unafanya tendo la ndoa, unaingia kwenye maagano ya kiroho yatakayozuia hatima yako. Kuona unakula. Ndoto hizi zote nilizozitaja zinaashiria kuna spirit of stagnation. Ni wale watu wanaokwama kimaisha. Kuna spirit of delay. Hamtaweza kwenda mahali popote kimaisha. Mnakuwa na uncompletely project. Mnaanzisha miradi inakufa, mnaanzisha miradi inakufa. Unaingia kwenye mahusiano yanakufa, unaingia kwenye mahusiano yanakufa. Unabeba mimba inatoka. Kila unachokifanya kinakufa. Ni matokeo ya hizi ndoto nilizoziota. I am praying for you. Kama uko chini ya ataki ya ndoto zozote zile nilizozitaja hapa, Mungu akakuokoe, ukombozi ukafanyike juu yako na ukawe huru kwa jina la Yesu. Please, ukipata ujumbe huu, share na wengine, wabariki wengine. Kama hujanifollow, hakikisha unanifollow, kwa sababu tutaanza hivi karibuni maombi ya kuondoa hizi roho. Tutaanza maombi ya kuondoa hizi roho, na nitakuwa pia na section ya 1-on-1. Nitakuwa na section ya 1-on-1 ya maombi kwa ajili ya watu wote wanaoteseka na ndoto hizi. Nitakupa WhatsApp video call ambao unaweza ukapiga video call, tukazungumza, nikakuombea na roho hizi zikakuachilia. Kumbuka pia, kama unanifuatilia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, nenda pale juu. Kama uko Dar es Salaam, kuna link ya WhatsApp. Tumia hiyo link ya WhatsApp, hakikisha unanifollow ili tuweze kuzungumza. Watu wa Dar es Salaam, tutakutana na nyinyi, tutazungumza zaidi. Kuna vitu vingi vya kuongea zaidi. Ukurasa wetu wa Instagram unakwenda kwa jina la Bishop Emmanuel, kwa wale ambao bado hawajafollow. God bless you.